Salamu wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama yetu Ruqayya, katika mama zetu wa bora tokea pale Mafia. Bila shaka darasa zako unazoziendesha kwenye ile markaz zinaendelea vizuri, walillahi alhamd. Tunamwomba Allah adumishe darasa zile, na bila shaka pia markazi ile inaendelea kujengwa kwa hali iliyokuwa mzuri zaidi. Tunamwomba Allah jalla waala ajalie, atie baraka na kheri, ikamilike kwa muda wa karibu zaidi. Taib, swali lako umeuliza kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu tushaijibu. Swala ya mtu anapokuwa safarini, ndio swali lako linahusu hivyo. Ukauliza hivi: je, mtu anapokusanya swala ya dhuhuri kwa nia ya kuiswali pamoja na swala ya alasiri anapokuwa safarini, mtu anapokusanya swala ya dhuhuri kwa nia ya kuiswali pamoja na swala ya alasiri anapokuwa safarini, ila kwa bahati akawahi kufika nyumbani kwake na muda wa alasiri bado upo, na hizi swala hakuziswali njiani, je, ataswali vipi? Tuanzie kujibu hili kabla ya hili la pili. Kukusanya swala ni ruhusa kwa msafiri ambaye amesafiri masafa yanayozingatiwa kisheria kwamba ni safari. Kukusanya swala awapo safarini, safari ambayo au masafa ambayo yanazingatiwa kisheria kuwa ni safari. Na wanazuoni rahimahumullahu ta'ala kwenye kuyaainisha masafa ambayo yanazingatiwa kisheria kwamba ni safari ambayo mtu anayo ruhusa ya kuunganisha swala, kadhalika sunna ya kupunguza swala za rakaa 4 kuwa 2. Wanazuoni wametofautiana katika kuyaainisha masafa juu ya kauli mbili. Wale waliokwenda kwamba masafa yanazingatiwa urufu wa watu, utambuzi wa watu, na wale waliokwenda kwamba masafa yanazingatiwa au safari inazingatiwa umbali kwa masafa kwa na kipimo cha zamani cha farsakhi ama vipimo vya kisasa vya kilomita. Tuachane na hilo kwa sababu swali lako halijauliza ni masafa gani anaruhusiwa mtu kupunguza. Turudi kwenye swala la msingi ulilouliza kwamba kwenye kuunganisha. Tunasema kuunganisha swala kuko aina mbili. Kuna jamu takdimin, kukusanya au kuunganisha kwa kutanguliza, na kuna jamu taakhirin, kukusanya ama kuunganisha kwa kuchelewesha. Jamu takdimi ni swala ya dhuhuri na alasiri uziunganishe ziswali pamoja, lakini ukaziswalia katika muda wa swalatu dhuhuri. Hii inaitwa jamu takdimi. Na jamu taakhiri ni swala ya dhuhuri na alasiri wapo safarini uzikusanye, lakini uziswali kwenye muda wa swalatu al-asri. Hii inaitwa jamu taakhiri, kukusanya kwa kuchelewesha. Sasa yote haya mawili yanafaa. Sasa yawezekana huyu ambaye umemuulizia kwenye swali lako sehemu ya kwanza kwamba mtu anapokusanya swala ya dhuhuri kwa nia ya kuiswali pamoja na swala ya alasiri anapokuwa safarini, ila kwa bahati akawahi kufika nyumbani kwake, alinuia kwamba akusanye alasiri na dhuhuri, akusanye dhuhuri na alasiri kwa jamu taakhiri, kukusanya kwa kuchelewesha, lakini ina maana kwamba ataziswali muda wa swalatu al-asri, kisha akawahi kufika nyumbani kwake na muda wa alasiri bado upo.
na hizi swali bado hakuziswali njiani. Je, ataswali vipi? Maadamu muda wa alasiri bado upo, ndio wanaziswali hivyo, kwa sababu maana ya kukusanya kwa kuchelewesha ni kukusanya swala hizi mbili ndani ya muda wa alasiri. Alhamdulillah, ameudiriki muda wa alasiri, kwa anaziswali ule muda ambao amefika, maadamu bado ni muda wa alasiri upo, anaziswali muda ule, anakuwa dhima imeondoka. Taib, twende swali la pili. Swali la pili ukauliza, na je, kama aliswali kwa kuzikusanya wakati wa dhuhuri na kwa bahati nzuri akawahi kufika kwake kabla ya alasiri, ambapo yeye alisha ichanganya na dhuhuri, je, ni ipi hukumu yake? Hukumu ni kwamba tayari dhima imeondoka, kwa sababu kesha swala ile ya alasiri, na alikuwa ni msafiri, anayo ruhusa ya kukusanya kwa kutanguliza, na tayari kashakusanya kwa kutanguliza. Kwa hiyo dhima kwake imeondoka, na swala kesha iswali haidaiwi ile kwamba labda lazima aiswali maana kashafika na muda bado upo. La, yeye kasha iswali katika muda ambao sheria imemruhusu, hadaiwi tena swala ile. Wa alaikum salam. Kwa hiyo yeye anakuwa dhima yake imeondoka, na tayari kesha kamilisha, kesha tekeleza lililopo juu yake. Kwa ujumla ni kwamba maswali yote mawili, swali la kwanza jawabu lake ni hilo tuliloeleza kwa maelezo hayo, na swali la pili ni hivyo pia tulivyoeleza, kwamba ukiwa umeshakusanya swala safarini, ukafika nyumbani muda bado wa swala fulani upo, kama ni mwanaume yeye hukumu inaweza kutofautiana baadhi ya wakati, lakini hukumu bado inabaki ni moja, hukumu kubwa. Lakini kuna kuja ubora nini kwa mwanaume? Amerudi kutoka safarini, muda wa swala fulani upo, na amewakuta watu wanaenda msikitini au wako msikitini wanaswali, na pengine pale alipofikia ndipo msikitini, basi yeye anatakana aswali nao wale. Kwake ni sunna, kwa wale ni fardhi, kama ambavyo imekuja hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hilo. Lakini si kwamba ile amri ni amri ya uwajibu. Ile amri kwenye ile hadithi ya kusema hivyo ni amri ya kupendekeza, kwa hiyo inapendekezwa hivyo, lakini si kwamba ni wajib. Dhima ilishaondoka kwa vile alivyoswali. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsan.